ونصر وعلم وستر وعفا وغفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون، نحمد الله عز وجل الذي من علينا بإكمال شهر رمضان المبارك. فعيدكم اليوم مبارك ويومكم اليوم سعيد، فالبسوا الجديد واشكروا الله العزيز الحميد. تقبل الله منا ومنكم. Ndugu zangu Waislamu, nimeanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ni mkubwa kuliko kila kikubwa. Hakuna mola anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah jalla jalalu. Sifa kamilifu ni zake na shukurani zote ni zake. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye katukuka na kuwa juu ya kila kitu na kushinda kila kitu subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye ni mshinde wa kila kitu na ndiye msamehevu wa mwenye kusamehe kila kosa ambalo waja wake wamemkosea. Allah ambaye mwenye kuwezesha ushinde wa waja wake wakati wote. Allah subhanahu wa ta'ala anayejua mengi kwetu sisi ya kasoro, lakini anatustiri subhanahu wa ta'ala pamoja na upungufu wetu, lakini Allah anatustiri. Allah subhanahu wa ta'ala tunamshukuru, ambaye ametujalia siku ya leo kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutimiza ibada tukufu ya saum ya mwezi wa Ramadhan. Siku ya leo watu wanatoka kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo walioitimiza. Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala ametuagiza kwamba tukamilishe idadi na muda aliotuamrisha kusaumu, kisha tumtukuze Mwenyezi Mungu kwa neema ametujalia ili tupate kumshukuru jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi ambazo zatumiminikia usiku kwa mchana, neema ambazo hatuwezi kuzihesabu wala kuweza kudiriki ukubwa wake. Allah subhanahu wa ta'ala anatuteremshia kwa kila wakati na kila mara. Ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyotuwezesha katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, katika kusimama kwenye visimamo mbalimbali vya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametuwezesha katika mwezi wa Ramadhan kusoma Qur'ani kwa wingi. Allah ametuwezesha katika mwezi wa Ramadhan kutoa sadaka kwa wingi. Allah ametuwezesha katika mwezi wa Ramadhan kuwaona wanyonge na wagonjwa. Allah ametuwezesha katika mwezi wa Ramadhani kutanguliza mema mengi kwa ajili ya nafsi zetu. Ndugu zangu Waislamu, hayo ni masomo kajalia Allah tuyapitie katika mwezi wa Ramadhan, wala haikuwa ni vitendo vya kumalizika, bali ni masomo tumesoma ili baada ya Ramadhani yote tujaribu kuyafuata
kadiri tulivyoyatekeleza katika maisha yetu, na huo ndilo somo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka tulipate katika mwezi wa Ramadhan. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mmelazimishwa saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu mpate kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana ya kumcha Allah ni yale matendo mliyoyasoma katika mwezi wa Ramadhan, ni yale matendo mliyojifunza katika mwezi wa Ramadhan, ni ile misimamo ya kumwogopa Allah mliyoonyesha katika mwezi wa Ramadhan, ni ule uchamungu mlioonyesha mkiwa kando katika sehemu zenu za siri ndani ya nyumba zenu, mkajizuia kula, mkajizuia starehe zenu kwa ajili ya Allah. Hayo mliyoyasoma wakati huyo yaendelee baada ya Ramadhani. Ndiyo uchamungu Allah Subhanahu wa Ta'ala alitaka kuwafundisha katika mwezi wa Ramadhani. Enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kubarikini kwenye sikukuu yenu hii ya leo. Ni sikukuu kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie siku yenu kuwa njema, akujalieni kuvaa mavazi mazuri kwa wale waliojaliwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akubali amali zenu na juhudi zenu na akuandikeni katika vitabu vya watu wema. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma ahsana sabaha hadha al-yawm, ma ahsana sabaha hadha al-yawm. Ndugu zangu Waislamu, uzuri wa siku ya leo, asubuhi ya siku ya leo ina uzuri wa kiasi gani? Pale watu wametoka katika nyumba zao kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakija kumtukuza, wakija kufanya ibada ambayo kwao ni kumbukumbu, kwani ni ibada wanaifanya mara moja kwa mwaka au mara mbili kwa mwaka, na ni ibada ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliamrisha watu watoke kwa ajili ya ibada hiyo, waende kwenye viwanja wajitangaze mbele ya Allah na malaika wakiwashuhudia kwa mazuri walioyatenda, na huku Allah akiwanadia qumu maghfuran lakum, mtasimama hapo mtasamehewa kwa yale mliyotanguliza mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha almuslimun, ma manna Allahu bihi alaykum min ni'mati alislam a'zam min ayi ni'matin, kile alichokupeni Allah katika neema ya Uislamu ni kikubwa kuliko kila neema mnayofikiria. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume atuambie, waambie ewe mtume, waja wangu fadhila za Allah alizokujalieni ambayo ni dini ya Uislamu na neema zake Allah aliyokupeni ambaye ni mtume na Qur'ani kuwa pamoja nanyi, haya ni neema kubwa Allah amekupeni. Fabidhalika falyafrahu, kwa sababu ya hayo wafurahi. Huwa khairu mimma yajma'un, ni bora kuliko vingi wanavyokusanya katika maisha yao. Waislamu, neema ya Uislamu ajallu ni'matin la tudaniha ni'ma, ni neema kubwa. Hakuna neema yoyote ambayo tunayo sisi inasogelea neema ya Uislamu. Allah ametujalia ndugu zangu Waislamu, an kunna muslimin, Allah kutujalia kuwa Waislamu. Hii ni neema kubwa. Mshukuruni Allah kwa kupeni neema hiyo. Halafu mumshukuru Allah jalla jalalu aliyojalia mwezi wa Ramadhani ukaandama, mkaudiriki, mkasaumu hali ya kuwa mnamnyenyekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman sama Ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, na yule aliyofunga mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya kumwamini Allah na kutarajia malipo kwa Allah, husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kaifa la waqad ja'ala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam siyama shahri Ramadan murajjihan lian yataqaddama abdun mu'minun ila aljanna ala man mata shahida.
itakuwaje isiwe hivyo? Nyie msamehewe makosa yenu kwa kuwa mmefunga mwezi wa Ramadhani, na ni hali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alijalia aliyefunga mwezi wa Ramadhani aingie peponi kabla ya yule ambaye aliyekufa kwenye uwanja wa vita. Wakati walipokuja vijana wawili kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakaingia katika Uislamu, mmoja wao akatoka na jeshi kwenda kupigana, akauliwa huko kwa ajili ya Allah. Mwingine akabaki akaishi hadi mwezi wa Ramadhani ulipoandama, akajaliwa kufunga. Baadaye, ndugu zangu, akaota mmoja katika maswahaba anawaona wale watu wawili walivyokuja kwa Mtume, mmoja wakashahidilia, mmoja akienda kupigana akauliwa huko, na mwingine alivyobaki hadi Ramadhani ilivyoandama, lakini akawaota wanapelekwa peponi. Mbele ya mlango wa pepo akamwona aloanza kuingizwa ni yule aliyekuwa amebaki hai akafunga mwezi wa Ramadhani. Akashtuka kumwona, kwa nini huyo amtangulie mtu aliyekufa shahidi? Akaamka asubuhi, anakwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamuuliza habari. Baada ya kumweleza kisa, Mtume akamwambia, unaona ajabu kwa kuwa yeye ametangulia kuingia peponi kabla ya yule aliyekufa shahidi. Alaysa qad aasha ba'dahu sana wasama wasalla, huyo si yule ambaye ameishi baada ya ndugu yake mwaka mzima, akasali na akajaliwa kufunga mwezi wa Ramadhani. Unaonaje ajabu ikiwa yeye atatangulia kuingia peponi? Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia sababu ya yeye kumtangulia mwenzie peponi, amefunga mwezi wa Ramadhani, na yule alikufa vitani. Waislamu, Mtume alayhi salatu wassalam akaonyesha kuingia peponi kwa sababu ya saumu, kumtangulia yule aliyokufa vitani. Neema ambayo Allah amekujalia wewe, umepitia mwezi wako umekwisha, umesaumu mwezi wa Ramadhani hadi umetamatisha mwezi huyu. Ndugu Muislamu, husta min al-ajri wa thawab, umepata kile ulichoandikiwa na Allah katika ujira na thawabu za Allah. Qala alayhi salatu wassalam, lis-saimi farhatani yafrahu bihima, farhatun idha aftara fari'a bisawmi bifitrihi wa idha laqiya rabbahu fari'a bisawmihi. Ndiyo, Allah subhanahu wa ta'ala amekuahidi ujira mwingi wewe uliyofunga. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule aliyesaumu Allah humpa furaha mbili, aliyefunga Allah humpa furaha mbili. Furaha ya kwanza, pale anapofungua hufurahi kwa kufungua kwake baada ya saumu yake ya mwezi wa Ramadhani. Furaha ya pili, atakapokutana na Mola wake siku ya Kiyama, atafurahi kwa yale aliyotanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, wa antum tahtafiluna liidikum, na nyie mkiwa mnafurahia sikukuu yenu hii tukufu ya Eid, sikukuu kubwa ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekujalieni kufika katika siku ya leo, na nyie mkiwa katika furaha ya siku hii, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakutakeni nyie muwe na hisia njema kwake, muwe wema wa nafsi zenu kwake. Ikiwa mtakuwa wema wa nafsi zenu zikamfikiria Allah kwa uzuri, zikayafikiria yale aliyokuamrisheni Allah kwa uzuri, mkamwazia Allah dhana njema, wallahi yale mtayapata kwa Allah ni mazuri zaidi ya mnavyomfikiria. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira, ikiwa Allah atajua kwenye nafsi zenu kwamba kuna kheri, basi nyuma yake atakupeni kheri nyingi. Inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun,
Katika aya nyingine anasema Allah, hakika Allah yuko pamoja na wale wanayemcha Allah na wale wanaotenda mema. Faahsinu ibadallah lianfusikum faahsinu liibadillah, enyi waja wa Allah, tendeeni wema nafsi zenu, na kutendea wema nafsi zenu ni kuzipeleka kwa yale Mwenyezi Mungu amekuamrisheni na kuzikataza yale Mwenyezi Mungu amekukatazeni. Watendeeni wema waja wa Allah katika siku ya leo. Hadha al-yawm huwa yawm al-awlad wa yawm al-usar wa yawm al-fuqara wa yawm al-masakin wa yawm al-ummah, haythu jami'an nata'abad wa nata'awan wa nata'awan, kullun yuqaddimu ma indahu lil-akhar. Waislam, hii siku ya leo ni siku ya watoto. Tuwajali watoto wetu, wanafurahi. Ni siku ya wasiokuwa na uwezo, kuwatazama na kuwapa kile tunacho. Ni siku ya mafakiri, tuwatembelee, tuwanyoshe mikono. Ni siku ya familia na wandugu kukutana, kusahau tofauti zetu, tuungane pale tulipokwazana, tusahau katika siku ya leo. Fahuwa yaumul farah, yaumul bahjati wassurur, yaumul bishri wal farah. Ni siku, ndugu zangu Waislamu, ya furaha. Ni siku ya watu kusahau tofauti zao. Ni siku ya watu kusogeleana. Ni siku ya watu kupeana. Ni siku ya watu kukirimiana. Ni siku ya watu kutendeana mema. Ni siku ya watu kuungana. Liyakunillahu ma'ahum, ili Mwenyezi Mungu awe pamoja nao. Naam, mtakapofanya hayo, Allah atakuwa pamoja na nyie. Inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun, hakika Allah yuko pamoja na wacha Mungu, wale waliomwogopa Allah na wale wanaotenda mema. Naam, ayuha almuslim, fahdhar ya Allah, wa in kunta jama'ta ma jama'ta min alkhair. Mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tahadhari. Hata kama umekusanya kheri nyingi kwa siku za leo na kabla ya leo katika mwezi wa Ramadhani, tahadhari kuharibu yale uliyoyakusanya katika mwezi wa Ramadhani kwenye siku yako ya leo, kushinikiza siku ya leo na kufanya maasi ya aina yoyote, kushinikiza siku ya leo na kumwasi Allah kwa aina yoyote. Furaha si sababu ya kukupelekea kumwasi Allah. Shangwe si sababu ya kuvuka mipaka ya Allah. Hata unafurahi, furahi kwenye kipimo na katika mipaka aliyokuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fala tatajawazu hudud Allah wala ta'tadu, msivuke mipaka ya Allah wala msifanye uadui. Faqad jaa fi alhadith, imekuja katika hadithi al-Qudsi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, enyi waja wangu, hakika mimi Allah nimeharamisha dhulma kwenye nafsi yangu, kutamdhulumu yoyote, na nimejalia kuwa baina yenu ni haramu kudhulumiana, hivyo msidhulumiani. Usijidhulumu ndugu yangu Muislamu, wala usimdhulumu yoyote eti kwa sababu una furaha ya Eid. Enyi Waislamu, siku ya leo ni siku ya furaha, naam, lakini si furaha ya kumwasi Allah. Siku ya leo si siku ya kumwasi Allah. Inna Allaha faradha faraida fala tudayyuha wa haddada hududa fala ta'taduha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea ni faradhi zake, msiziachi. Hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah amekuwekea ni mipaka, msivuke mipaka ya Allah, ndipo mtakuwa mmetembea vizuri, ndipo mtakuwa mmechunga mwezi wenu wa Ramadhani mlioufunga kwa kumcha Allah, kwa kuhifadhi yale mlioyatenda
yasije kuharibika kwa matendo mabaya mtayofatisha baada ya Ramadhani. Eleweni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika hadithi al-Qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa. Enyi waja wangu, haya mnayoombwa kutekeleza na katika ibada za Allah na hayo mnayoombwa kuacha katika makatazo ya Allah ni ya kwenu wenyewe, hayamfai Allah chochote. Innama hiya a'malukum, ni matendo yenu wenyewe. Uhsiha lakum, Allah anasema na kukusanyieni kwa ajili ya kukulipeni siku ya Kiyama. Faman wajada khairan falyahmadillah, yule ambaye atakuta siku ya Kiyama amepata kheri, amshukuru Allah. Waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa, na atayejikuta amepata hasara, huyo alaumu nafsi yake kwa sababu alipuuzia na ndiyo yamemtokea aliyomtokea. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambao mmefunga mwezi wa Ramadhani, mmepata ujira mwingi, mmefaulu katika siku ya leo kwa kujaliwa kufikia sikukuu ya Eid. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakabali matendo yenu, ajaze mizani yenu ya mema mlioyatenda, asamehe na awahurumie kwa yote mlioyafanya ya upungufu kama binadamu, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Na pale atapokuoneni nyie mnaelekea kwake, basi mtamkuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye huruma kweli kuliko zaidi ya jinsi mnavyofikiria Mola wenu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia katika jambo kubwa ambalo mtashindikiza idi yenu, alwahda, ni umoja. Ndugu zangu Waislamu, umoja na kushikamana na kuungana na kusapotiana, kuwa kitu kimoja, kuelewana, nyote muwe kama kitu kimoja, kama mlivyokuwa wamoja, kama ilivyokukusanyeni dini yenu chini ya mfumo na msingi wa Mtume Muhammad na suna zake. Ndugu zangu Waislamu, mtapotekeleza hilo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakukusanyeni siku ya Kiyama chini ya wale waliopendana kwa ajili ya Allah, wakaenziana kwa ajili ya Allah, wakasaidizana kwa ajili ya Allah, wakaungana kwa ajili ya Allah. Dumisheni malezi bora kwa vizazi vyenu, dumisheni malezi bora kwa watoto wenu. Hao watoto mliowazaa ndiye mitaji yenu mkiwa hai na baada ya kutoka kwenye uhai. Allah akikuchukueni mkawaacha watoto wema, ni kama mmebaki duniani kadiri watakavyomwabudu Allah, wakakuombeeni dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuandikieni ujira kwa juhudi mlizoziacha kwa kuacha watoto wema. Enyi waja wa Allah, katika hasara iliyokuwa kubwa ambaye ameipata mzazi ni pale amefariki, halafu wakapotea watoto wake, wakaikosa njia ya Allah. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia katika mema ya Muislamu yanayodumu baada ya kufa kwake ni mambo matatu, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam: sadaqatin jariya, ni wakfu ulioitoa ikabaki duniani na wafaa watu, au ilmin yuntafau bihi, au elimu ulioacha umefundisha ya kheri watu wakanufaika kwayo, au waladin salihin yad'una, au mtoto mwema uliomwacha akakuombea dua. Ndugu Waislamu, jaribuni kujishirikiza, jaribuni kuchukua msingi
jaribuni kusimama imara, jaribuni kuacha maadili njema, jaribuni kuwafunza watoto wenu. Ndio utajiri mlouacha. Ukiacha amani hujaacha kitu. Ndugu yangu Muislamu, acha mtoto mwema, acha kizazi chema, na huwezi kumpata mtoto mwema au kizazi chema maadamu haukufanya sababu ya kuchoka kwa ajili ya maandalizi. Waombeni dua njema watoto wenu, waombeni dua ya kuongoka watoto wenu, washikeni mikono watoto wenu, waelimisheni wamjue Allah. Mtakuwa mmefanya mtaji, mmeandaa mtaji mkubwa kwa ajili ya nafsi zenu na baada ya kutoka duniani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ayuha almuslimun, enyi waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, siku ya leo ni siku kubwa, ni siku ya furaha, ni siku ya heshima, ni siku ya hadhi, ni siku ya kuchangia, ni siku ya kupeana. Saidtum ibadallah, mmefurahi enyi waja wa Mwenyezi Mungu, mmefunga mwezi wa Ramadhani, mmetoa zakati alfitri, na hivi punde tu mtachangia chakula, mtapeana, mtatembeleana, na haya ni mazuri ambayo mtafatisha mazuri baada ya mazuri. Hasara iliyoje ukiwa utatanguliza mazuri alafu ukafatisha mabaya. Elewa kwamba katika mazuri yatafuata yale mazuri uliyoyatenda ni kufunga siku 6 za Shawwal ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijalia kuwa zinafata mwezi wa Ramadhan. Man sama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahr, mtu atayefunga mwezi wa Ramadhani akafatisha siku 6 za Shawwal atakuwa kama aliyefunga mwaka mzima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfir. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، واجه الله سبحانه وتعالى baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumsifu na kumtukuza na kujikinga kwake kutokana na shari za nafsi zetu na matendo yetu mabaya. Aliongozwa na Allah, hana wa kumpoteza, na Allah akimwacha mtu katika upotevu wake hana wa kumuongoza. Na shahidi hapana mola anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pia nashahidia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mjumbe wake, na amani zimwendee tena alize na maswahaba wake na Waislamu ataifuata mwendo mwema hadi siku ya mwisho. Ndugu zangu Waislamu, darasa ambalo tutatakiwa kulipata, darasa ambalo tutatakiwa kulipata kwa kumalizika mwezi wa Ramadhani. Bil amsi alqarib istakbalna shahr Ramadan masrurina farihin. Jana tu hapa uliandama mwezi wa Ramadhani, tuliupokea kwa shangwe na furaha. Leo tunauaga mwezi wa Ramadhani kwa masikitiko, ingalau tunafurahia Eid, lakini tunasikitika kheri na fadhila nyingi zilizokuwemo ndani ya Ramadhani zimetoweka. Hadha mima yadullu ala anna kullu walahu bidayati nihaya. Inaonyesha kwamba kila chenye kimeanza kina mwisho. Bali hayatika bidaya wala nihaya.
alimta mata badaat lakinnaka la tadri mata tantahi. Uhai wako ulitambua. Kila mtu anaelewa kwenye certificate yake ya kuzaliwa, anaitambua tarehe ya kuzaliwa kila mtu, lakini masikitiko, hautambui ni lini tarehe yako ya kutoka itafikia, na itabakia sijila na ala al-akharin, itaandikwa na watu wengine. Wewe hutojua tarehe yako ya kutoka. Hata baada ya kutoka ni watu watatafuta sasa shahada yako ya kwamba umefariki, itatafutwa, haupo tena. Kumbe ulijua siku umeingia, siku ya kutoka hujui. Uislamu, kila mtu siku amezaliwa alifungashiwa rusmatan min al-umri, rusmatan min al-ayyam yaishuha layali wa anhar, ya layali wa nahar. Kila mtu siku alizaliwa alifungashiwa mkusanyiko wa siku, masiku na mchana. Kapewa utaishi siku kadhaa, mchana kadhaa, miezi kadhaa, miaka kadhaa. Kila mtu alipozaliwa hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu alimfanyia, na ulishaanza kutumia kiwango alichokupa Allah, lakini hujui umetumia ngapi. Wakambakia laka, na umebakisha kiasi gani? Leo kuna wale bado wanafikiria ana miaka 10, lakini kumbe katika hazina aliyopewa na Allah zimebaki siku 2 tu. Kesho tutampeleka kwenye nyumba yake ya mwisho. Yeye akilini anajiambia bado ana miaka 10, na mipango anayoipanga ni ya miaka 10, lakini huku kwa Allah amebakisha siku 2 au siku 3. Huyu ndo mwanadamu, huyu ndo mwanadamu. Hajielewi maskini, lakini anafanya mipango mirefu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka wewe ujielewe. Katika kujielewa ni pale utapoandaa hiyo siku ambayo hujui ni lini, ukaishi unaiandaa, uko hai. Alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Yule mwenye busara ni yule ambaye saa zote anabaki anaitazama nafsi yake na kuidai, umefanya nini, umetanguliza nini katika yale yatayenifaa baada ya kufa kwangu. Ukatenda matendo ambayo yatabaki kwako ni msaada wa kukusaidia baada ya kufa kwako. Wala ajizu man atba'a nafsahu hawa, na yule alioshindwa, yule asiyekuwa na busara ni yule nafsi yake iko nyuma ya matamanivu yake, na huko anatamani kufikia nafasi nzuri kwa Allah, lakini maskini ya Mungu haandai chochote, haandai chochote. Na hili linasangaza ndugu zangu Waislamu. Duniani kila mtu anajua kwamba kile alicholima ndicho anavuna. La yajtani swahibu shauki al-inab, yule anayepandikiza miba shambani hategemei kuvuna mizabibu, lakinahu ya'tamidu an yunazzala manazil al-atqiya wa huwa yuqaddimu a'mal al-fujari fi dunya. Ona, kuna mtu leo anatamani na anadhani atawekwa sehemu ya wacha Mungu siku ya Kiyama, na lihali duniani anatenda matendo ya watu wabaya. Waislamu, tuzindukane, tuchukue masomo. Ramadhani imeondoka, imechukua katika umri wetu. Kama ilivyochukua Ramadhani, ndivyo na sisi tutaondoka. Kwa hivyo siku zina mwanzo na zina mwisho. Umri wako pale ulipoanza haujui utamalizia siku gani. Kila siku tunawapeleka ndugu zetu, lakini hatujui ni lini tutapelekwa na sisi. Inakulu mustahidin, tuwe wenye kujiandaa kila siku. Ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, haya mabadiliko anayetuletea ya siku kubadilika na mchana kubadilika ni dalili ya sisi kwamba
tunaelekea kwenda mwisho wa siku zetu, kwenda mwisho wa umri wetu. Tujiandae tukingali katika dunia, tusije kusangaa imekuwa dakika ya mwisho, huwezi tena kurejeshwa, ndio unapiga kelele. Hata idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun. Watu watapumbaa, watasangaa, watakaa wamejisahau katika hali ya kumwasi Allah mpaka wakati mmoja wao anajiliwa na mauti. Hao ni watu wabaya, ndio anamwambia Mola wangu nirejeshe. Huenda nikaenda kurejea duniani nikafanya mazuri sana zaidi ya yale niliyoyafanya huko mwanzo. Ataambiwa hayo ni maneno, anasema huyo hatosikika wala hatakubaliwa. Watapelekwa kwenye maisha mengine ya barzakh ambayo hawatokuwa duniani. Maisha hayo yatakuwa ni ukingo huko, wakilipwa mwanzo wa yale walioyatenda huko katika maisha hayo, mpaka siku Mwenyezi Mungu atawafufua. Ibadallah, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tusome kwa yale tunayoyaona. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alitujalia tuwe wenye busara, tuzindukane, tuone ili tuelewe. Ndugu zetu kila siku tunawapeleka tupate mafunzo kwao. Kama tulivyosema, siku zetu zinahesabika na muda wetu unapunguka siku kwa siku, lakini hatujui tumebakisha nini. Turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tudumu katika mema baada ya Ramadhani, kwa sababu katika alama ya kukubaliwa kheri uliozifanya katika mwezi wa Ramadhani ni kudumisha mema baada ya mema. Wakad kana min siyari salafi salih annahum yasaluna Allah azza wa jalla alqabula ba'da shahri ramadana nisfa am thumma yasaluna Allah azza wa jalla an yuwaffiqahum li shahri ramadana almuqbil nisfa amin muqbil. Ndugu, nisfa amin baqi ilikuwa katika malezi ya wale waliotutangulia, watu wema. Wakimaliza ibada yao ya mwezi wa Ramadhani hivi, siku zote wanalia kwa Allah, Allah tukubalie ibada zetu tulizofanya katika Ramadhani. Wanabaki wanamkumbusha na kulia mbele ya Allah, wakubaliwa ibada zao nusu ya mwaka. Wako wanakumbusha kwa Allah awakubalie yale waliotenda baada ya Ramadhani yao kumalizika. Kisha baada ya nusu ya mwaka wanaanza kumwomba Allah tufikishe mwezi wa Ramadhani, nusu ya mwaka ingine. Kwa hiyo maisha yao hawakusahau mwezi wa Ramadhani. Nisfu amin baada siyamin yasaluna alqabula fima fat wa nisfu amin yasaluna Allah tawfiqa liidraki Ramadhani alqadim. Nusu ya mwaka wanamuomba Allah awakubalie Ramadhani iliyopita, na nusu ya mwaka wanamuomba awafikishe Ramadhani yenye kucha. Hawakusahau mwezi wa Ramadhani maisha yao, ndio maana hawakufatisha maovu kwenye saumu zao. Na sisi tukiwa hivyo Waislamu, tukae na kumbukumbu ya mwezi wetu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatujalia na atatukusanyia yote tuliyoyachuma katika mwezi wa Ramadhani, ili aje kutumiminia na kutuwekea malipo aliotuandalia, na ni makubwa mno, ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliahidi kwa wenye kufunga, ni kuingia katika mlango wa Rayyan. Mlango unaitwa Rayyan, hawataingia katika mlango huyo ila watu waliofunga peke yao. Wakishaingia unafungwa. Allah, takuomba utujalie tuwe katika wale umeahidi kwamba wataingia katika mlango wa Rayyan siku ya Kiyama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ibadallah, waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, baada ya Ramadhani yenu patisheni siku 6 za Shawwal. Itakuwa kwenu ni ujira mkubwa. Yule aliyefunga mwezi wa Ramadhani akafatisha siku 6 za Shawwal atakuwa kama mtu ambaye amefunga mwaka mzima. Hii ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, amewajalia waja wake kwa huruma wake
na fadhila zake. Hakika yeye Allah ni mwingi wa huruma, ni mwingi wa ukarimu. Ala wasallu ala alhadi albashir kama amarakum bidhalika al-latif al-khabir. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima imtithalan li amri Allahi azza wa jalla wa hubban bi rasulih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ربنا الطف بنا يا كريم. اللهم ربنا الطف بنا يا كريم. اللهم ربنا ارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ربنا هب لنا في أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أصلح أزواجنا. اللهم اصلح أزواجنا. اللهم اصلح أزواجنا. اللهم اصلح أزواجنا. اللهم اصلح ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اصلح ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اصلح ذرياتنا يا رب العالمين. واغفر لنا أرزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم افتح لنا وجوها مختلفة لبحث الرزق يا رب العالمين. اللهم افتح لنا وجوها مختلفة للحصول على الرزق يا رب العالمين وبارك لنا فيها كلها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيها كلها يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا نحن قدمنا جهد المقلين فعاملنا بلطفك وامتنانك. اللهم عاملنا بلطفك وامتنانك. اللهم عاملنا بلطفك وامتنانك يا رب العالمين. اللهم عاملنا بلطفك وامتنانك يا رحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. زوج عصابنا يا رب العالمين. يا رب العالمين زوج عصابنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين من لا عمل له وفر له عملا يكتسب منه رزقا حلالا يا رب العالمين. من لا عمل له وفقه للعمل يكتسب منه رزقا حلالا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا. اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا يا أرحم
أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في العالم المضطهدين يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم وكن لهم معينا نصيرا يا رب العالمين. اللهم ربنا هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهي أيدينا نرفعها إليك فلا تردها خائبة يا رب العالمين. عباد الله، قوموا مغفورا لكم وتقبل الله مني ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.